na kama hutataka kusoma aweze kuelimika na aweze kuinuka na maisha yako aweze kubadilika. Tulisema Yakobo alipotoka kwa baba yake katika kitabu ya Mwanzo sura 28, alipokimbia ndugu yake Esau, alitoka kwao akiwa na viwango ile. Kiwango ya kiroho alikuwa anasikia tu ni Mungu wa Ibrahimu na Isaka. Ni Mungu aliongea na Ibrahimu, ni Mungu aliongea na Isaka. Lakini Yakobo yeye hajawahi kupata hiyo experience. Na inawezekana umekuja kwa kanisa huko unasikia tu fulani Mungu alimtembelea, fulani Mungu alimponya. Lakini usirizike, taka wewe Mungu apate kuongea na wewe ni binafsi. Ajifunue kwa maisha yako binafsi. Kiwango ya kimaisha, Yakobo ametoka kwa baba yake akiwa na vitu mbili, akiwa na fimbo na akiwa na chupa ya mafuta. Kwa hiyo maisha yake ya kiuchumi ilikuwa chini. Ni mtu hata ukiona maombi yake wakati Mungu anamtembelea hapa, maisha ilikuwa chini. Anaomba vitu tatu. Kwa hiyo vitu tatu, mtu mwenye maisha yake iko juu haombe, anaweza omba kitu ngapi? Moja. Anaomba Bwana ukinipa chakula. Ukiona mtu kunafanya maombi ya chakula leo kumaskini, kwa sababu Biblia inasema tusijiulize tutakula nini au tutavaa nini. Ni haki yangu asubuhi bila maombi nikute kwa meza kuna mikate, kuna mayai, kuna samaki na kula bila maombi yote. Namshukuru Mungu kwa chakula peke yake. Ni haki yangu. Anaomba ukinipa chakula, ukinipa mavazi. Ukiona mtu yuko anaombea nguo, elewa ni mtu yuko maskini. Biblia inasema Mungu anavisha ndege, anavisha majani. Yeye natoka leo na kesho inaharibika. Kwa hivyo maisha yake ya kiuchumi ilikuwa chini. Namba 3, maisha yake ya kijamii. Kwa hivyo hakuwa na mke, hakuwa na watoto. Kwa hivyo maisha chini. Na maisha yake ya 4, Biblia inasema alitembea mchana mzima bila kula akachoka. Kwa hiyo maisha yake ya kiafya tu ilikuwa imefanya nini? Imezofika. Sasa hii maisha 4 ndio Yakobo alienda nao kwa mjomba yake Labani. Na Yakobo alipokaa kwa Labani miaka 20 na akarudia mwaka wa 21, maisha ya Yakobo viwango ile yote inabadilika. Alipotoka tu kwa Labani katika Mwanzo 32, kitu ya kwanza akakutana na kambi ya nini? Ya malaika. Yeye mwenyewe anafanya experience na nani? Na Mungu. Na Mungu ni nani? Ni Roho. Kwa hiyo viwango yake ya kiroho inaenda wapi? Juu. Namba 2, maisha ya pili ya Yakobo, anasema alipotuma watu kwa Esau, akamwambia mwende kumwambia bwana wangu nina kambi mbili ya watu. Anakuwa na wafanyakazi 618. Ukichanga na wake zao tuseme kama ni watu walikuwa na jeshini wawe mke ngapi? Moja utapata. Lakini Waisraeli kwa sababu kwa agano la kale, yeye mwenyewe Yakobo hakuwa na mke mmoja, alikuwa na wake ngapi? 4. Tuseme kama walikuwa na wawili na uchange watoto wao. Sasa Yakobo mwenyewe alikuwa na watoto ngapi? 10. Sasa wafanyakazi wao walikuwa na watoto ngapi? Utakuta ilikuwa kambi ya zaidi ya 2,000, 3,000. Na ndio maana akaigawa vikundi mbili. Kikundi ya kwanza na mwanamke mwenyewe alikuwa anampenda Lea, akasema kama Esau ataue kambi ya kwanza, hii siipende, tabaki na kambi ya pili yenye naipenda hasa. Kwa hivyo kimaisha, kifamilia, Yakobo alikuwa amefanya nini? Amekuwa juu, wake 4, watoto 12, wafanya kazi. Lakini kiwango ya 3 ya maisha ya Yakobo, anakuwa na watumishi 618 wafanya kazi. Nilikwambia mapenzi ya Mungu kuna viwango ile ya maisha. Kiwango ya kwanza ni kinyume na neno ya Mungu. Kuna watu wako kwa kiwango ya kwanza ya maisha ya kutokuwa na kazi, ni dhambi. Kwa sababu Mungu alimuumba Adamu na kazi. Mara ya kwanza tu mtu apatikane duniani, hiyo siku Adamu alipatikana duniani katika bustani ya Edeni. Adamu alikuwa anafanya nini? Kazi. Sasa ukiona mtu anakosa kazi, anaishi dhambi. Wathesalonike nasema tumevisikia katikati yenu kuna watu wako kinyume na neno ya Mungu. Kinyume na neno ya Mungu walizini? Hapana. Kinyume na neno ya Mungu waliiba? Hapana. Kinyume na neno ya Mungu walisengenya? Hapana. Sasa hawajishughulishi na mambo yao, hawana kazi, lakini wanajishughulisha na mambo ya watu wengine. Kama mtu hana kazi, ndio atataka kuangalia amevaa nini. Kama mtu hana kazi,
ndio atataka kuangalia huyu amekula nini. Kama mtu ana kazi, ndio atataka kujua huyu nini. Kama uko kazi, uko busy na mambo yako. Sasa kiwango ya kwanza ya maisha ya mtu na hatuhitaji ni maisha ya kutokuwa na kazi. Na tunaamini ya moja ya mafundisho yetu kubwa sana tunakazia. Katika mambo 6 Yesu alikuwa kufanya. Katika kitabu ya Luka 4:18, Yesu akasema Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta kutangazia maskini habari njema. Mbingu najua kabisa kama tukiokoka kiroho bila pesa ni shida. Kwa sababu vitu mbili peke yake ndio muhimu kwa maisha ya mtu. Kitu ya kwanza, Roho Mtakatifu. Nikipata Roho Mtakatifu itaniwezesha milele. Lakini kitu ya pili ni pesa. Pesa ni jibu ya kila kitu hapa duniani. Sasa mtu, kiwango ya pili ya maisha ya mtu ni mtu kuajiriwa. Kuajiriwa ni level ya pili ya maisha. Kwa nini ni level ya pili ya maisha? Kwa sababu mshahara ni ile. Hata iongoze mara 5, inapandishwa polepole. Sasa hakuna tajiri duniani mtu mwenyewe aliajiriwa. Watu wa kuajiriwa na maisha wastani. Kwa sababu kama mshahara uko milioni 1, utaenda ukaa kwa nyumba ya 200,000, nyumba ya 300,000. Kama ni bajaji utapanda kile siku utaishia kwa bajaji. Kama ni nini unakula kwa mfumo fulani, hauwezi kubadilisha kwa sababu ukibadilisha tu unaharibu mahesabu. Kiwango ya 3 ya maisha ni kujiajiri. Kama unafikiria kuwa somebody, kuwa mtu, fikiria kujiajiri. Matajiri duniani ni watu wameajiriwa. Na kama Mungu ataruhusu tuwe miaka mingi hapo, tunataka baada ya miaka 5 tuone makampuni ya watoto wetu inasimama. Wale wana makampuni ni kina nani? Unafikiri Azam walianza vipi? Si walianza tu kidogo. Wakina Mengi marehemu walianza tu kidogo. Na kama wana miguu 2 na mikono 2 na wewe ni mtu kama wao, una uwezo. Na kiwango ya mwisho ya maisha ya mtu, level ya mwisho ni kuajiri watu. Ukijiajiri hujakuwa tajiri. Lakini tajiri ni watu wana sifa, wanaajiri watu. Watu wanakula kupitia wao. Watu wanasomesha kupitia wao. Watu wanapanga maisha yao kupitia nani? Wao. Sasa Yakobo ameajiri watu 610. Unajua inapofika mwisho wa mwezi, kama unawafanya kazi, mfanyakazi kuna furahi mwisho wa mwezi ifanye nini? Ifike. Lakini tajiri anza kupanga salary ya watu 500, mpango. Na makosa ya wafanyakazi hawajui kwamba bosi anakosa, wanajua tu hela iko, hawatakuelewa. Hela iko. Hata Yakobo alikuwa na wafanyakazi 610. Kwa hiyo maisha yake ya kiuchumi ilifika wapi? Top. Na maisha ya watu wake alipotoka nao wote kwa mjomba wake Labani, wote walikuwa na afya nzuri. Kwa hivyo maisha yao, maisha Yakobo alitoka nao kwa baba yake ikiwa chini. Haya maisha akatoka nao kwa mjomba yake Labani ikiwa wapi? Juu. Kwa hivyo sasa kuna siri, ndio tunajiuliza nini Yakobo alifanya kusudi maisha yake itoke juu chini iende wapi? Juu. Na Biblia inasema baba yetu ni wa juu. Sisi tutamani mambo ya nini? Ya juu. Si makosa kutamani mambo ya juu. Si makosa kutamani kuwa kwa mtaa mzuri. Si makosa kutamani kula kwa hoteli nzuri. Si makosa kutamani kutembea gari nzuri. Si makosa. Nilipeleka mhubiri moja Serena hapa. Alikuja na ile wakati tulikuwa nafungua kanisa ya mtoto wangu ya kwanza. Nilikuwa nakuja, niko Nairobi, lakini nilikuwa napia kufungulia mwanangu wa kwanza kanisa hapa. Na nilikuwa nipangisha hoteli mjini na nikaalika mhubiri kutoka Kongo. Na fanya seminar hapa ni EPTL. Ilikuwa hapa EPTL. Ni huko EPTL karibu na Tegeta pale. Naingia pale.
Hapo ndio tulikuwa hapo. Sasa ile mwanao aliponiita, tulipokea mgeni kutoka Kongo, nikasema nimpeleke hoteli Serena Hotel mjini. Tukaingia tukakula, yeye, mke wake na mimi. Bili ikaletwa. Bili ilipoletwa akaona anatoa 350,000 kwa chakula ya watu 3. Nilipotoka pale akaambia, dokta, hii pesa sungunipa. Naona chakula ya watu 3. Ngenipa hela, ngenisaidia. Angalia, tunahitaji kuwa na maisha ya kutoka chini na kwenda wapi? Juu. Asa Yakobo maisha yake ya kiuchumi ilikuwa juu, maisha yake ya kifamilia ilikuwa juu, maisha yake ya kiafya ilikuwa juu, na maisha yake ya kiroho ilikuwa juu. Na tukasema kwa Yakobo kutoka chini kwenda juu, mambo 7. Na Yakobo ni mtu kama sisi, na sisi tuna uwezo ya kutoka chini na kwenda wapi? Na nakwambia mpaka leo anayeongoza dunia si mtu mbili, ni Yakobo. Rais wa Israeli Yakobo, Myahudi. Rais wa Marekani Yakobo, Myahudi. Rais wa Russia Putin, mtoto wa Yakobo. Rais wa Ukraine, mtoto wa Yakobo. Matajiri wale wakubwa na maviwanda kubwa duniani ni watoto wa Yakobo wa Israeli, Jewish people. Sasa hawa ni Waisraeli wa kidini, hatuhitaji kuogopa. Sisi ni Waisraeli wa kiroho, tuko wazuri kuwazidi wao, na kama tuko wazuri kuwazidi wao, mbingu inataka tutoke chini na kwenda juu. Kutoka chini kwenda juu, mambo 7. Na kama mimi na wewe tunataka kutoka chini kwenda juu, tunahitaji mambo 7. Kitu ya kwanza, kabla ya Yakobo kutoka ndani ya tumbo ya mama yake, mapenzi ya Mungu. Mungu alitaka Yakobo akuwe nani? Mkubwa. Na Esau alitumia kila njia na kila mbinu akuwe mkubwa. Haikuwezekana. Nakwambia, na kama unataka kufanikiwa kwa mambo yako, dhibitisha kitu ya kwanza, kile nataka, kile nafanya, kile naombea inafanana mapenzi ya nani? Ya Mungu. Nakwambia, kama utakuwa nafanya unapambana na vitu visivyofanana na mapenzi ya Mungu kwa maisha yako, haiko shetani ndio atakupiganisha, haiko wachawi ndio atakupiganisha, haiko mtu atakupiganisha. Ataipiganisha hiyo kitu ni Mungu mwenyewe. Kwa sababu Mungu hawezi kukuruhusu uende kilele kinyume na mapenzi yake. Mapenzi ya Mungu ilikuwa siku Yesu atauawa kifo cha aibu, ndio atapata jina kubwa kupita majina yote. Anakuambia, ningependa Desemba fanya hivi. Mwambie tu mwezi wa 12 uanza tu kuomba, usipeleke hitaji yote. Nataka unifungulie mapenzi yako kwa maisha yako. Kuna watu wanakufa, walikuwa na bidii, walikuwa na masomo, walikuwa na kila kitu nafasi, lakini walipambana tangu kuzaliwa mpaka kufa wakiwa wanafanya vitu kinyume na mapenzi ya nani? Hakuna dhambi mbaya na dhambi kubwa kupita dhambi yote ni kufanya vitu kinyume na mapenzi ya nani? Haitafanikiwa. Kwa sababu kwa mapenzi ya Mungu wa Yakobo akuwe mkubwa Israeli, na mapenzi ya Mungu sisi ndio Waisraeli wakuu. Mungu anataka tuwe wakubwa, lakini kama tunataka kuwa wakubwa, tudhibitishe na kisha kila kitu tunachokifanya kinafanana na mapenzi ya nani? Na Mungu. Tunahitaji kuichuja. Bwana, unifunulie mapenzi yako. Bwana, unionyeshe mapenzi yako. Hiki nataka, hiki natamani, hiki napanga, inafanana na mapenzi yako au ifanane na mapenzi yako? Namba 2, hata ilikuwa mapenzi ya Mungu. Elewa, Esau alizaliwa mkubwa, lakini hata alizaliwa mkubwa hakuwa na matamanio ya kuwa mkubwa. Yeye alitamani kula supu ya nini? Ya dei. Na Yakobo hata alizaliwa mdogo,
lakini kila asubuhi, kila mchana, kila jioni, kila usiku Yakobo alikuwa anafikiria ni kwa njia gani na mbinu gani itasababisha mimi nikuwe nani? Mkubwa. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na matamanio makubwa, hata huko chini kiasi gani. Lazima kwa wazo yako, kwa akili yako, mtu natamani mambo manini? Makubwa, kwa sababu mambo madogo utaipata kila siku haitakupeleka mahali. Lakini afadhali ufanye mwaka mzima kupata kitu, siku unapata kitu ya maana, hauwezi ya kufanya nao kitu. Hata tunahitaji kuwa na matamanio ya mambo makubwa kwa maisha yetu. Hata uwe chini, lakini usitamani mambo ya chini, lakini tamani mambo makubwa katika maisha yako. Na kile mtu anataka ndio kile Mungu anafanya nini? Anafanya kwa maisha yako. Biblia inasema Yesu mahali pote alikuwa anapita, alikuwa anamuuliza mtu, watu nikufanyie nini? Ukisema unataka kula barabara njugu, utakula njugu kwa barabara. Lakini ukisema mimi nataka kula kwa hoteli, utakula kwa hoteli. Ukisema mimi nataka kulala sehemu nzuri, utalala sehemu nzuri. Angalia, usiogope. Ukiona mtu anafanikiwa anainuka, angalia tu kitu moja nitakupatia tano. Angalia kama ana miguu mbili kama wewe. Angalia kama ana mikono mbili kama wewe. Ana macho mbili kama. Ukiona nayo hawezi. Lakini ukimkuta yuko na macho tatu, umuogope, hapana kufuatana naye. Ukimkuta na miguu sita, achana naye. Huyu mtu mwingine wae. Biblia inasema Elia alikuwa mtu kama sisi. Mimi nazidi Elia. Anafundishwa na profesa. Elia alikuwa mfupi, mimi nilikuwa namwangalia. Ni mrefu sana kwa. Na nasema wahubiri wale wote wakubwa kwa Biblia walikuwa wafupi. Elia alikuwa mfupi. Elisha tena mfupi na kipara. Paulo tena ndio sisemi. Lakini hata walikuwa watu wafupi, walitisha na kuogopesha kufanya vitu visiofanya nini? Visiwezekana, lakini kutokana na vile wanatamani. Wanamtumia Elia na jeshi. Sasa wewe Elia, ndugu zangu, kama niko mtumishi wa Mungu, Isisi Mungu amemwambia ni matamanio yake. Ukila kwa kibanda sio Mungu anakuambia ndio kule kwa kibanda. Ukinunua mtumba sio Mungu anakuambia ni wewe unataka. Sasa unaweza kuamua sitavaa mtumba na utaishi bila mtumba. Namba 3, kusudi Yakobo atoke chini na aende juu. Aliyekuwa na siri ya maisha ya Yakobo ni mama yake. Mungu aliongea ndio na mama yake. Akamwambia ndani ya tumbo kuna mapacha, ni mataifa, mdogo atakuwa mkubwa. Hasa wakati baba alitaka kumbariki Esau, mama akaenda kumshauri mtoto yake nani? Yakobo. Na Yakobo akasikiliza ushauri wote wa mama na akafarikiwa. Na sisi mama yetu wa kiroho ni kanisa ya mahali. Hapa unakuja kuabudu kanisa. Unakuja hapa kusudi upate kupewa ushauri ya maisha yako. Kanisa ina siri, ina secret ya maisha yako. Sasa wakati wote upatikane kanisani, hata kama Mungu ametaka uwe juu, utabaki kuwa chini. Namba 2, wakati wote utakuja pia kanisani, lakini hautaki kusikiliza maneno ya Mungu, utakuwa chini. Namba 2, wakati wote pia utakuja kanisani unasikia, lakini unakataa kuiweka katika matendo, utakuwa chini. Kwa sababu mama Rebeka alikuwa anamwambia Yakobo, Yakobo alikuwa anaipinga kwa sababu haiko sawa. Akamwambia wewe ndio ufanye, akamwambia baba ananijua. Mimi niko na manyoa. Namba 2, kaka yangu ni mshamba, kijana wa mjini, kijana wa mjini. Yeye ananyuka nyama, mimi nanyuka mjini. Uko na atapovuliwa bali nipate baraka kwa baba, nitapata nini? Laana. Mama yake akasema hiyo laana yote iwe juu yangu, lakini wewe fanya tu yale mambo. Mwisho wa siku Yakobo akupokea laana, lakini Yakobo alipokea nini? Na kama tunataka kubarikiwa, tunakuja hapa kusikia. Namba 1, tafuta na muda ya kuja hapa
kila siku na ibada. Namba 2, sikiliza neno la Mungu. Namba 2, ile naisikia uiweke kwa matendo. Na kuambia watu wapende wasipende, wachawi wapende wasipende, Paganga wapende wasipende, Dar es Salaam wapende wasipende, watu wapende wasipende, utatoka chini na utaenda wapi? Kwa sababu Biblia inasema Mungu akifungua hakuna mtu atafanya nini? Mungu akibariki hakuna mtu atafanya nini? Mungu akiinua hakuna mtu atafanya nini? Atashusha. Namba 4 ndio tumeona jana. Wakati sasa nasikia ushauri wa mama, Yakobo akatengeneza akaenda, lakini baba alikuwa na masharti ya kumbariki mtoto. Na ndio maana Esau alikosa urithi, kwa sababu haikuwa baraka ya bure, ilikuwa na masharti. Akawaambia, mwanangu, nataka kufa, lakini enda kunitafutia hiyo mnyama mimi napenda, unitengeneze nikule, kisha kula mimi nifanye nini? Nitakubariki. Nilikwambia Esau alibaki na mali yote ya nani? Ya Isaka. Lakini Yakobo alienda na maneno ya nani? Ya Isaka. Nakwambia mtu mwenye anaenda na maneno ya mzazi ana nguvu kushinda mtu anabaki na vitu ya nani? Ya mzazi. Watu duniani wanapigania mali ya urithi, lakini watu hawapiganie maneno ya nini? Ya urithi. Esau alibaki na mali yote ya baba yake. Esau alibaki na mashamba yote ya baba yake. Lakini kitu Yakobo alienda nao tu ni maneno baba yake alimbariki. Na ndio ogopa maneno ya mzazi, ogopa. Na sisi wenyewe tuko wazazi, hata watoto wakifanya vibaya namna gani, usizuie kabisa, usiseme chochote kibaya juu ya mtoto. Na kama uko hapa unisikilize, hatutaki tuvuke hii mwaka kama wazazi wako wamekuongea vibaya juu yako, uje unione kwa ofisi, nitakupatia mbinu. Kusudi maneno ya wazazi inaumba, inatengeneza, inamfanya mtu kuwa vile mzazi alisema. Sasa wazazi wa Kiafrika wana maneno mazuri kwa kinywa kwa watoto. Wana maneno ya haraka ya kulaani, kutisi, kuharibu kila kitu katika maisha ya watoto yao. Na kama uko mzazi pia umejikuta umeongea maneno mingi kwa ajili ya watoto kuharibu maisha, utaniona uweze kutoa hiyo maneno yote. Unajua ukishalaani watoto wako, matokeo yake na kurudilia wewe. Wengi unapata shida kwa sababu watoto wakiwa na maisha mzuri, mzazi ana maisha mazuri. Na kama watoto wana maisha mazuri, wazazi pia wana maisha nini? Wana maisha mazuri. Kwa hiyo tunataka watoto wetu wawe na maisha mazuri. Lakini kusudi Isaka mbariki Yakobo, ilikuwa na sharti, lazima Yakobo au Esau amtengenezee baba yake ile chakula anafanya nini? Anapenda. Lakini tukasema makosa Esau akaenda kutafuta nyama yenyewe kuwa ya baba yake. Na mama mwenyewe alikuwa anamjua baba, akachukua kwa nyama ya baba yake alikuwa anafuga, akamwambia Yakobo afanye nini? Atengeneze, apike, akakula hiyo chakula. Nikwambia ukiona mtu anapenda ukulima, anafanya ukulima. Ukiona mtu anafuga, kwa anapenda nini? Kitu haupenda uweze kukifanya. Kwa sababu alikuwa anafuga, kwa sababu alikuwa anapenda kufanya nini? Kula nyama. Alipotengenezewa nyama, alipokula, aliposema, alisema tu. Mwisho ya kusema Esau alipofika akamwambia, nani alikuambia? Mdogo yako kumi. Sasa amechukua baraka yako yote. Ya Esau analia, anasema baba hakukubakia hata kidogo. Si kwamba amechukua ng'ombe zote Esau anabaki nayo. Si kwamba amechukua mashamba yote Esau amebaki nayo. Si kwamba amechukua kitu cha Yakobo. Alitoka kwa baba yake Isaka na vitu ngapi? 2, au tunaweza kusema sasa ngapi? 3. Kitu ya kwanza fimbo, hata ukiuza fimbo ile 10,000. Kitu ya pili kachupa kadogo kama mafuta, ile 5,000. Na kitu ya 3 ile kuwa kubwa kupita yote, neno ya baraka. Kama kuna problem na wazazi wako, watafute, wapigie simu. Mtoto ashindane na mzazi. Unaelewa? Pigia baba yako simu, pigia mama yako simu kama uko kijijini. Hapana kuteseka hapa Dar es Salaam kwa sababu wazazi waliongeaka vibaya juu yako miaka 5, miaka 10 ilipita. Tafuta wazazi wako, wapigie simu, usiwaambie unaona mzazi
Mtoto ashindani amwambie baba, nakumbuka ile maneno uliongea kabisa. Kwani ulikuwa na kila haki ya kuongea kwa sababu nilifanyaka hivi na hivi. Naomba nisamehe. Toa hii maneno. Toa hii maneno, taharibu kila kitu. Na Esau akasema baba hakukubakia hata chochote. Na ndio kuna wazazi hawaachache hata laana yoyote. Uwa, nguruwe, anapeleka maneno yote mabaya, anabamkiza watoto wake. Kwa kuacha hata laana ngapi? Moja yote. Utahangaika wewe, utateseka wewe. Jamani, atapoteseka wewe ndio utateseka. Atapohangaika na wewe utahangaika. Lakini ilikuwa na condition. Ukasema vitu baba anapenda. Vitu baba apende vitu vingine. Mungu aliwapatia Waisraeli nchi ya Kanaani. Kitabu ya Kumbukumbu ya Torati 12 mstari wa kwanza wa 6. Nchi yote ya Kanaani ilikuwa ya Mungu. Na nchi ya Kanaani ilijaa asali na nini? Na maziwa. Lakini akawaambia hiyo nchi nawapatia, mtapofika kwa hiyo nchi, mimi mtaenda mtavunja madhabahu ya miungu yote ya kigeni, lakini madhabahu yangu mimi Mungu msivunje. Wakati wote upatikane kwa ibada kwa maisha yako, unavunja madhabahu ya nani? Ya Mungu. Na madhabahu ya shetani ndio inafanya nini? Inasimama. Na kama madhabahu ya shetani inasimama kwa maisha yako, Yohana 10:10, inaiba, inaua, inaharibu. Na kama madhabahu ya Mungu inasimama kwa maisha yetu, inaleta uzima na uzima. Sasa mvunje madhabahu yote ya miungu ya kigeni, lakini madhabahu yangu mimi Mungu usiabudu. Namba 2, mtakuwa na kuja kuelekeza nyuso zenu hapo. Hivyo ndio vitu Mungu anapenda. Unasikiliza? Mungu akisha kuokoa, anataka kutoka chini uende juu. Anataka kila wakati uwe kusujudu, weka nyuso yako wapi? Hapa. Hivyo msujudie. Na anasema mtapokuja katika nyumba yangu sasa, mulete vitu mimi napenda. Mungu anapenda vitu 7. Na hiyo vitu 7 Mungu anapenda ni vitu yeye ametupatia. Anasema mlete sadaka yenu ya hiari, mlete zaka zenu, mlete fungu yenu ya 10, mlete malimbuko yenu, mlete shukrani yenu, mlete nadhiri yenu, mlete ile yote tunatuomba Mungu atuitishe kwa vitu akitupatia. Kwa hiyo vitu anatupatia, vitu anapenda. Sasa akisha vipata maneno ya nini? Ya baraka. Na yale maneno ya baraka yanageuka kuwa kweli. Inatokea kweli kwa maisha yetu. Waambia juzi, niliona usiku mtu ananitumia hela. Nitumia hela na sikuwa na hela. Zaidi ya milioni. Napotuma ile kuingia tu, kaambia mama ananitumia hela zaidi ya milioni. Hapo ile usiguse. Mimi nataka uifanye sacrifice. Kanisa haina drums. Toa hiyo pesa yote mara moja. Kama ukosa sukari tutakosa hiyo hela. Tukaamka pigia. Tuliona na wao kwa gari. Nilisikia naambia hakuna, sikuwa na hiyo hela. Lakini tulipofika kwa nyumba ni zaidi ya milioni kiingia. Na ilipoingia mara tu inapoingia, mara moja nasikia mtu wa ndani ananiambia usiguse chochote kwa hiyo hela. Mimi naitaka. Nikawapigia simu nasema nisubiri. Nakuja sasa hivi. Twende mjini tutafute drums. Nikakuta zaidi ile bei. Inabidi nikaongeza pesa. Mara ya kwanza niingia hapa na hamia tu hapa. Ile naingia wiki ya kwanza na hamia. Mtoto wangu mmoja wakanipa gari. Nilipopanda ya kwanza, Mungu akaniambia nataka hiyo gari. Sitaki mkono naipanda mara ya pili. Hawezi kupokea maneno ya baba kwa utifu. Tunapokea maneno ya baraka ya baba kwa vitu vile yeye anafanya nini? Anapenda. Zile supu na takaka kula. Nakubariki. Nilipanda hiyo gari mara ya kwanza. Unajua, nishakueleza. Baada ya kuuza hiyo gari, siku moja naitisha Bolt na kataa. Uko nanielewa? Sasa niko wapi? Pale Makumbusho. Nasubiri choka, acha niingie daladala.
Yanaingia daladala pale tunaenda kukaa. Msichana mmoja naye. Ni ndoto au si ndoto? Sasa ndoto gani mchana? Sasa ni Dr. Frank au si Dr. Frank? Wewe unanijulia wapi? Sasa kwa Prophet Triza, wewe si umefundisha mara mingi. Unapanda daladala. Nakwambia nilienda kaiko. Nikasema kuanzia leo basi ya gari yangu nimeuza na napeana pesa yote kanisani, sikugusa hata ndururu. Nipanda gari siku moja, na baada ya kupanda gari siku moja mwambia usipande tena, uuze. Kanisa inaje hapa? Kwa vitu Mungu anatubariki nayo, kwa vitu Mungu anatendea. Kuna vitu vyake vile yeye anapenda. Na wakati nikwambia Mungu ni baba, kwa nyumba kuna baba, kuna mama, kuna watoto. Kuna chakula ya baba ukigusa unapata nini? Shida. Kuna kiti ya baba ukigusa unapata nini? Sasa kiti ya baba fungu ya 10 ukikula zaka unapata shida, unapata matatizo, unajiletea mambo. Kula yako, hapana kula ya baba. Gusa yako, hapana gusa ya baba. Sasa twende pointi leo ya 5. Chukua Biblia yako takatifu. Angana nao zaidi sana. Tukienda kitabu ya Mwanzo, iguse tu kidogo. Sura yake ya 31. Mstari wa kwanza, wewe andika mpaka 16, lakini kwa sababu ya muda inaenda usome tu mpaka 10. Mwanzo sura ya 31. Mstari wa kwanza mpaka wa 10. Genesis chapter 1 to 10. Asimama Genèse chapitre 31 jusqu'à 10. Imeandikwa. Basi Yakobo akasikia maneno ya wana wa Labani. Yakobo akasikia maneno ya wana wa Labani wakisema, Yakobo amechukua mali yote ya baba yetu, na kwa mali ya baba yetu amepata fahari yote hii. Yakobo akaona uso wa Labani ya kuwa haukumtazama vema kama jana na juzi. Basi akamwambia Yakobo, Bwana akamwambia Yakobo, urudi mpaka nchi ya baba zako na kwa jamaa zako, nami nitakuwa pamoja nawe. Yakobo akatuma watu, akawaita Raheli na Lea waje nyikani kwenye wanyama wake, akawaambia, naona uso wa baba yenu, kwamba unitazama vema, unitazame vema kama jana na juzi. Lakini Mungu wa baba yangu amekuwa pamoja nami, nanyi mmejua ya kwamba kwa nguvu zangu zote nimemtumikia baba. Rudia pale, mnajua kwamba kwa nguvu zangu zote. Nanyi mmejua ya kwamba kwa nguvu zangu zote nimemtumikia baba yenu. Natumikia baba yenu. Na baba yenu amenidanganya mara 10, akabadili mshahara wangu mara 10. Lakini Mungu akumwacha kunizuru. Lakini nani? Mungu akumwacha kunizuru. Aliposema walio na madoadoa, au nasema walio na jina ngumu. Walio na madoadoa. Wanyama wote wakazaa madoadoa. Aliposema walio na milia watakuwa mshahara wako, akasema walio na milia ndio watakuwa mshahara wako. Wote wakazaliwa kuwa na milia. Ndipo wanyama wote wakazaa milia. Hivi Mungu akamnyang'anya mali yake baba yenu, kunipa mimi. Na akanipa mimi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unisikilize. Unisikilize sasa. Pointi ya 5. Na hii pointi
Amen. Amen. Na Rebeka akatumia kaka yake. Mmoja huyo mtoto na kutumia naye. Ni mtoto. Mungu aliongea juu ya maisha yake. Nani atumbiao? Mungu akasema atakuwa mkubwa, lakini mpaka leo unaona kama mpokea amechoka. Wana mtu wa kuweza suluhu. Unachoka. Ni mtoto wa lakini amechoka, unaona bila. Umesikia maombi yake njiani. Ana maombi ya chakula na ana maombi ya mavazi, lakini hapa anakula sikia kwa chakula. Niko naomba chakula na naomba mavazi. Sio kwa nini chakula iko mzuri. Mavazi yako ni lazima upate kazi upate mavazi. Sasa huyo mtoto na kutumia nini mtoto sana. yoyote. Na huyu baba Labani mtu mzima alipompokea, Yesu aliposikia mjomba wake anafika, akaenda kumpokea na furaha. Kuchunguza kama story aliambiwa ni kweli au ni nini, ni uongo. Wiki ya kwanza chakula ya bure, kitanda ya bure, maji ya bure, umeme ya bure, kila kitu ya bure. Mjomba akaangalia akasema sababu ametoka safari, maybe amechoka. Wiki ya pili chakula ya bure, maji ya bure, kitanda ya bure, hata wengine mpaka anakula na anashindwa kutoa masani na afanye kazi yoyote. Anakula anaacha. Wiki ya tatu anakula bure, kitanda ya bure, maji ya bure, kila kitu ya bure. Ilipoenea mwezi mzima, Labani akathibitisha kweli kitu dada yangu aliongea juu ya mtoto ni kweli. Ana ahadi, ana maneno mengi Mungu aliongea juu akiwa ndani ya tumbo, na Mungu alitujua hata kabla ya kuwa ndani ya tumbo ya mama yetu, na akaeka. Mungu anamwambia Yeremia, kabla hujakuwa ndani ya tumbo ya mama yako. Yeremia sura ya 1 mstari wa 4, kabla hujakuwa ndani ya tumbo ya mama yako nilikujua, nilikutakasa na nilikufanya kuwa nabii. Na kabla sote hatujaingia ndani ya tumbo ya mama yetu, Mungu alikujua, alikufanya mhubiri wa kimataifa. Kabla hujaingia ndani ya tumbo ya Mungu alikujua utakuwa na kampuni ya kimataifa. Lakini hata kama Mungu alikujua na atakutenga kuwa somebody, lakini kama ufanye kitu chochote, inabaki kuwa ndoto ya mchana. Tukamwambia kwa Yakobo kutoka chini kwenda juu, mambo 7. Jambo ya kwanza ilikuwa mapenzi ya Mungu. Jambo ya pili alikuwa na shauku kubwa. Jambo ya 3 alitii ushauri wa mama yake. Jambo ya 4, Yakobo hakupata baraka ya baba yake. Baba kukubariki lazima umpatie kile baba anafanya nini, anachokipenda. Baba anapenda vitu ngapi? 7.